Karibu katika mfululizo wa Genesis hadi Ufunuo sehemu ya 50. Leo tunachunguza mojawapo ya siku muhimu zaidi katika mwaka wa Kiyahudi, Yom Kippur, siku ya upatanisho. Katika Mambo ya Walawi 16, Mungu anaeleza kwa undani jinsi Haruni, kuhani mkuu, alivyolazimika kuingia mara moja tu kwa mwaka katika patakatifu pa patakatifu. Hii ni siku ya kutisha, siku ya matumaini na siku inayoashiria Mwokozi aliyekuja baadaye. Hebu tusikize neno la Mungu na kuona jinsi damu ya mnyama ilivyokuwa ni mfano wa damu ya mwanakondoo wa Mungu. Baada ya vifo vya wana wa Haruni, Nadabu na Abihu, Mungu anasema, mwambie Haruni ndugu yako asije wakati wowote katika patakatifu pa patakatifu ndani ya pazia, mbele ya kiti cha rehema kilichoko juu ya sanduku, asije akafa. Mungu anaeleza taratibu kamili. Haruni ni lazima achukue fahali kwa sadaka ya dhambi na kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa. Kisha atachukua mbuzi wawili kutoka kwa jamii ya Israeli na atapiga kura kwa ajili yao, mmoja kwa Bwana na mwingine kwa Azazeli. Mbuzi ambaye kura yake itamwangukia Bwana atakuwa sadaka ya dhambi, na yule wa Azazeli atasimamishwa hai mbele za Bwana ili apatanishiwe kwa ajili yake, ili amwachilie jangwani kwa Azazeli. Kuna mambo muhimu yanayopuuzwa mara nyingi katika fungu hili. Kwanza, Haruni alilazimika kuoga mwili wake mzima mara 4 kabla ya kuvaa mavazi matakatifu, baada ya kutoa sadaka za dhambi, baada ya kurudi kutoka patakatifu pa patakatifu, na mwishowe baada ya kufanya kazi zote. Pili, kura zilizopigwa kwa mbuzi wawili hazikuwa za kawaida, zilikuwa za kidini, zinaonyesha jinsi Mungu anavyochagua njia za upatanisho. Tatu, uvumba wa dhahabu ulikuwa muhimu sana, bila huo Haruni angekufa mara tu alipoingia mbele za sanduku la agano. Uvumba ulikuwa unafunika utukufu wa Mungu ili mtu aweze kuishi. Siku ya upatanisho inasababisha mabadiliko makuu ya kiroho. Kwanza, tunashuhudia mabadiliko kutoka ibada za kila siku hadi ibada ya kipekee ya mwaka mmoja. Hii ni siku ya upatanisho mkamilifu na Mungu. Pili, badala ya kuombea dhambi za mtu mmoja, kuhani mkuu anaombea dhambi za taifa lote la Israeli, kutoka kibinafsi hadi kitaifa. Tatu, kwa mara ya kwanza mwakani, mtu mmoja anaingia moja kwa moja katika patakatifu pa patakatifu, kutoka kufikia Mungu kwa umbali hadi kuwa mbele zake moja kwa moja. Haya yote yanaashiria Yesu Kristo, ambaye hakuingia katika patakatifu pa mikono, bali katika ombwe lenyewe la Mungu. Katika patakatifu pa patakatifu, wanyamapori wanashangaa jinsi Mungu alivyopanga njia ya upatanisho. Naona damu yangu ikimwagwa kwa ajili ya dhambi za binadamu. Je, hawaelewi ni kitu gani kikuu kinachofanyika hapa? Mmoja wetu anakufa, mwingine anachukuliwa jangwani akiwa amebeba dhambi zao zote. Ni ajabu jinsi Mungu anavyoondoa uovu. Hata kuhani mkuu ana mahitaji ya kutakaswa. Ni binadamu tu ambao wanahitaji msaada huu mkuu ili wamfikirie Muumba wao. Lakini najua kuna mwanakondoo mwingine atakayekuja, ambaye atakuwa ni sadaka ya mwisho. Damu yetu ni mfano tu wa damu yake. Siku ya upatanisho inatufundisha mambo muhimu kuhusu maisha yetu ya kiroho leo. Kwanza, kabla ya kumkaribia Mungu, tunahitaji kujitakasa kikamilifu, si tu kwa maji, bali kwa damu ya Yesu Kristo. Pili, tunajua kwamba Yesu ni kuhani wetu mkuu aliyeingia mara moja tu katika patakatifu pa patakatifu, si kwa damu ya mbuzi na fahali, bali kwa damu yake mwenyewe. Tatu, kwa sababu ya kazi ya Kristo, sisi tunaweza kuingia katika uongozi wa Mungu kila wakati, si mara moja tu kwa mwaka. Tunahitaji kuomba kwa imani, tukijua kwamba upatanisho wetu ni mkamilifu na wa milele. Tukumbuke, damu ya Yesu inatusafisha kutoka dhambi zote. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa mpango wako wa upatanisho. Kama vile Haruni alivyoingia katika patakatifu pa patakatifu mara moja kwa mwaka, Yesu aliingia mara moja tu kwa ajili ya miaka yote. Tunatumia damu ya mwana wako kusonga karibu nawe kila siku. Tufundishe kuheshimu utakatifu wako, lakini pia kujua kwamba tumekaribishwa katika uongozi wako kwa sababu ya Kristo. Katika jina la Yesu tunaomba, amina. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.